Kwa majina naitwa Jeni Kazi Mgode, mwenyeji wa Hasamba, soko la Manyara. Kila Alhamisi asubuhi tunafanya usafi ili soko letu liwe safi, na sisi binadamu na sisi inahitajika tuwe wasafi. Usafi ni muhimu kwa binadamu. Ndio maana tumeamua kila siku Alhamisi asubuhi tufanye usafi kuepukana na magonjwa mbalimbali kama vile kipindupindu na kadhalika. Jina naitwa Jillian Yesaya. Tumeamua kufanya usafi kwa sababu usafi ni kwa ajili yetu na ni kwa ajili ya usalama wetu, na tumeamua kutunza mazingira kwa faida zetu wenyewe. Tumeamua kufanya usafi katika soko hili, sio sokoni tu, na majumbani tunaendeleza usafi kwa sababu usafi wetu ni kwa faida zetu wenyewe, kwa sababu huwezi ukaacha sehemu unayofanyia kazi unapata chochote ukaiacha ikawa chafu, na ukiwa mchafu unaweza ukaashiria ugonjwa wa milipuko njia jirani sana. Ukiwa mchafu unaweza ukapata magonjwa ya milipuko kwa haraka sana. Kwa majina naitwa Immaculate Edison Nzunda. Kwa ujumla mimi nimekuja kushiriki usafi katika eneo hili la Manyara. Tunafanya usafi maeneo yote ili eneo letu liweze kuwa safi. Mambo tunayoshughulika nayo ni kufyeka, kufagia na kupwetua maeneo yote kwa ujumla, na tumeuelewa uongozi uliochaguliwa upo vizuri. Viongozi kwa kweli wapo vizuri, yaani hakuna kitu kinachoenda vibaya, yaani kila kitu, kila pesa inayokusanywa kiujumla inakuwa ipo wazi, inafanya kazi kwa muda huo. Hakuna pesa inayobaki na viongozi tusijue imefanya kazi gani. Kiujumla viongozi waliochaguliwa wapo vizuri. Asante. Kwa majina naitwa Lazaro Anthony Mwashambwa, ni katibu na mtendaji mkuu wa soko hili la Manyara ambalo lipo kata ya Hasamba, wilaya hii ya Mbozi. Asante sana, mwitikio ni mkubwa sana hasa kwenye zoezi hili. Baada tu ya kulitangaza, ni zaidi ya wananchi ambao wanalizunguka soko, zaidi ya wananchi 300 huwa wanahudhuria kwenye zoezi hili la usafi. Na bahati nzuri, pamoja na kwamba mimi ni kiongozi wa soko, lakini hata nje ya soko watu wameitikia na wanafanya usafi kwa nguvu kweli kweli. Sisi kama viongozi kweli hatujalichukua hili jambo kwa kibinafsi, lakini waamuzi wakubwa wa adhabu kwa mtu ambaye hatafika kwenye usafi tumewaachia wananchi wenyewe, na wamepanga kwamba kila ambaye hatafika kwenye usafi kwa siku husika atatozwa faini ya shilingi 10,000. Na kwa wale ambao hawajafika kiukweli wamewajibika ipasavyo, wametoa, na ili zoezi linafanyika kwa uwazi pia. Kama hajaja kwenye usafi basi atasomwa, kwa sababu tuna madaftari maalum kwa ajili ya mahudhurio, na ambaye hatafika atasomwa hadharani na adhabu ya shilingi 10,000 atatoa, na kama kuna utetezi basi unaweza ukatolewa, lakini mbele ya wananchi wote wakiwa wamekusanyika kwenye kikao maalum. Kwa majina anaitwa Ali Ahmadi Mamlo, nakaa Vwawa kijijini hapa, nafanya biashara, na kwa bahati nzuri wananchi wakanichagua kwa kuniteua kwamba mwenyekiti wa kuhakikisha kwamba nafanya zile shughuli za hapa. Na kweli shughuli mbili nilianza nazo. Shughuli ya kwanza nilianza na usafi, lakini shughuli ya pili ni ya ulinzi. Kilichotufanya sisi kuvutika na swala zima la usafi, kwanza usafi unaondoa ujinga. Unapokuwa msafi moja kwa moja, bila kuangalia umekula, bila kuangalia umelala pazuri, moja kwa moja kile kitu cha kwamba wewe ni msafi inapelekea kuvuta picha zote kwamba unazo. Basi hili likawa ndio jambo la msingi kwamba tukifanya swala la usafi tutaondokana na maradhi, tutakuwa sisi ni wastaarabu kiasi ambacho tutauondoa ule ukijiji na kuuleta umji. Yaani natamani na vijiji vingine basi waweze kufata na kuiga hali hii ambayo tumeianzisha hapa, kiasi ambacho waweze kufanya yale mazuri ambayo tunayafanya sisi. Kwa majina anaitwa Jacob Samuel Mwashambwa, ni diwani wa kata ya Hasamba. Sisi wana Hasamba tumeamua kuwa wasafi. Hiyo ni kauli mbiu yetu. Na katika kuamua kuwa wasafi tumejipangia utaratibu wa kuendelea kufanya usafi
kwenye mazingira yetu, ikiwa siku ya Alhamisi kukutana kwenye soko letu kuhakikisha ni safi, kwa sababu Jumatano ni gulio. Lakini pia hatujasukumwa kufanya usafi. Tunajua na tunatambua umuhimu wa kuwa wasafi. Tuliamua kuwaelimisha wananchi, wakaamua na wao kuwa wasafi, kwa sababu moja, tunapambana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu na magonjwa mengine. Ni muhimu kuwa wasafi. Sisi Hasamba hatusukumwi kufanya usafi, tunajitokeza. Kama unavyoona, kila Alhamisi watu lazima wafike zaidi ya 100 wao wenyewe kufanya usafi, kwa sababu wanatambua tayari umuhimu wa usafi. Kwa wale ambao ni watovu wa nidhamu, ambao hawana mwitikio kwenye kufanya usafi, rai yangu washiriki kufanya usafi. Lakini pia wanaposhiriki kufanya usafi hapa sokoni, wafanye na majumbani kwao usafi. Ni kweli wasumbufu wapo, lakini hao tunatumia kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea sisi wenyewe sokoni. Cha kwanza, watu hawa tunawaita. Tukishawaita tunawapeleka kwa afisa mtendaji, wanamleta kwenye ofisi ya mtendaji, tunashughulika nao kwa mujibu wa kanuni za usafi, kwa sababu usafi si jukumu la Hasamba tu. Usafi ni jukumu la kitaifa, ili kupambana na magonjwa hasa ya mlipuko na madhara mbalimbali yanayoweza yakajitokeza kutokana na uchafu.